kuwa wachungaji? Tunarudi Yohana sura ya 10 mstari, Yohana sura ya 10 mstari wa 11. Sema amen. Yohana sura ya 10 mstari wa 11. Tunamuuliza Yesu. Paulo anasema na wengine kuwa wachungaji. Tayari tumeshaingizwa mkenge mambo mawili. Mungu akubariki sana. Tayari tumeshaingizwa jambo ambalo halipo. Yesu hajawahi kulizungumza. Amesema wainjilisti. Yesu hajawahi kusema nendeni mkawae na wainjilisti au wakawepo wainjilisti duniani. Tayari tumeingizwa mkenge. Sasa kama tumeingizwa mkenge, eneo hilo lina mamlaka ya kuyakataa. Sasa sio hilo tu, na mengine yanayofanana hayo leo nayawekea X. Ukikuta jumbe imewekewa X, ina maana ni hatari, muda wote inabomolewa. Sasa na sisi tunaweka X yale ambayo yasiyo ya Mungu. Ukikuta mtu anajiita mtume, weka X. Ukikuta mtu anajiita nabii leo, weka X. Ukikuta mtu anajiita mwinjilisti, weka X. Sasa tunakuja na kwa nani? Na kwa mchungaji. Sema amen. Ni kweli walikuwepo manabii, waliisha mwisho kwa Yohana, walikuwepo mitume, mwisho ni kwa Paulo ambaye ni nabii, ni mtume wa mataifa. Sasa tupo kwa mchungaji. Anasema mimi ndimi mchungaji mwema, mstari wa 11. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara si mchungaji. Tayari mwambie jirani yako, halo mchungaji mwema. Mtu wa mshahara, mtu. Muulize jirani yako, wewe ni mtu? Wewe ni mtu? Muulize tena, wewe ni mtu? Hapo ningetaja jina kwamba Domingo ni wa Domingo, angetaja Domingo hapo ningesema aliambiwa ni nani? Domingo. Mungu akubariki sana. Noah, kumbe aliambiwa Noah. Meshaki, kumbe aliambiwa Meshaki. Mungu akubariki sana. Ameambiwa mtu. Muulize jirani yako, wewe ni mtu? Asemaje? Twende. Anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mchungaji mwema ndiye anayeutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Kamaliza kazi ya mchungaji. Nafasi ya mchungaji kaimaliza. Anakuja bii yake anasema mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake mwenyewe. Tayari leo kija kuangalia mtu wa mshahara, ukikuta wachungaji wanapewa posho, wanapewa mishahara, hao ni wachungaji wa uongo. Sema amen. Hawafai katika huduma iliyo katika Kristo Yesu. Watuachie sisi, tunajua huduma ya uchungaji. Sema amen. Mchungaji lazima atoe kitu chochote mfukoni ndio ampe mshirika. Sema amen. Na wewe ni mshirika na mimi ni mshirika. Sema amen. Na wewe ni mhudumu na mimi ni mhudumu. Sema amen. Na wewe ni mchungaji na mimi ni mchungaji. Sema amen. Na wewe ni mwangalizi na mimi ni mwangalizi. Unajiangalia. Sema amen. Anazungumza katika Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 28. Anasema jitunzeni nafsi zenu na lile kundi nalo lote ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Hebu mpungie Yesu na umpigie makofi na Mungu. Mwambie jirani yako, halo mwangalizi wa Mungu. Mwambie tena, halo mwangalizi wa Mungu. Mwambie jirani yako, hayo ndio umeambiwa uwe nayo. Haya ndio umeandikiwa. Mwambie tena, haya ndio umeandikiwa uwe nayo. Manabii, mwambie manabii na malaika walitamani kuyachungulia ni wakati gani. Mwambie tena, ni wakati gani Mungu kuishi ndani ya wanadamu. Ni wewe. Jipigie makofi. Na ndio maana leo wanatushangaa, hivi ni watu wa namna gani? Wanajiuliza, haya mliyatoa wapi? Elimu gani mlijifunza? Sisi hatuendi kwenye chuo cha Biblia. Walioenda kwenye chuo cha Biblia ni watumishi wa shetani waliojazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ndio watakaourithi uzima wa milele. Waje watuambie chuo cha mbinguni kinapatikana wapi? Kinapatikana katika mkono wa Mungu Baba ulio katika Yesu Kristo. Yesu anasema nitawaletea msaidizi ambaye atakayekuwa mshahidi wa mambo yote, atawafundisha, atawakumbusha. Hicho ndicho chuo ambacho mwanadamu aliyemwamini Yesu aenende nacho. Sema amen. Sisi hatuna maelimu ya darasani. Elimu ya darasani kawaulize wachungaji wa mshahara. Elimu ya darasani kawaulize manabii wa uongo, wa
shetani. Elimu ya darasani kawaulize mitume wa darasani wa uongo walioenda kusomea teolojia na analojia. Wasome teolojia na analojia na deregerejolojia na gengerejolojia, waongeze na cha kuongeza. Ukija kwa Roho Mtakatifu tutakufundisha. Sema amen. Wakirudi kwa Yesu tutakwambia kaa hapo na introduction yao, na introduction yao sina introduction, wewe kaa pembeni. Lazima tukufundishe katika Roho Mtakatifu. Sema amen. Roho Mtakatifu anamfundisha yeyote ambaye amekubali kuishi katika mapenzi ya Mungu. Sema amen. Sisi hatuenendi kwa mamlaka ya dunia, tunaenenda kwa mamlaka ya Mungu. Sema amen. Hebu jipigie makofi uliyokubali kuenenda kwa mamlaka ya Mungu. Kama unataka kuenenda kwa mamlaka ya dunia, kawaone machungaji ya mishahara yamejaa leo duniani. Wanafungua makanisa kila kukicha. Mtu anasema nimefungua kanisa langu na washirika 500. Akikusanya 1,000 ndani ya mwaka mzima, atapaki gari pale. Mchungaji, padri, papa, nani wanapaki magari ya hatari pale nje. Wewe mshirika mpaka ndani imekuwa na matobo ambayo hayaamiliki, yamekuja saa ngapi? Mungu akubariki sana. Hasa unajiuliza hizi hela zitoa wapi? Na ndio maana Yesu aliwaambia hakuna tajiri atakayeuona ufalme wa nani. Haiwezekani wewe unatembelea gari la milioni 300 alafu unakuja kuiomba 1,000 yangu. Wewe si mtapeli mwaminifu ambaye ufai. Yaani wewe unamiliki gari la milioni 300 alafu unawaambia watu toa sadaka